Yes, karibu sana ndani ya The Fresh ya Chomoza Digital. Mimi naitwa Evans Kazi, sehemu ambayo sisi pamoja na wewe mtu wa Mungu huwa tunashirikiana zile taarifa za kiinjili kutoka ndani ya Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, na moja kwa moja kukujuza wewe kiundani juu ya yale ambayo pengine umepata nafasi kuyasikia au kuyaona kwenye mitandao ya kijamii, lakini undani wa taarifa zake unaupata hapa kupitia The Fresh ya Chomoza Digital. Siku ya jana aliyekuwa msanii wa Bongo Flava ama msanii wa kidunia Samil Kinyulinyuli maarufu hivyo, na Kinyulinyuli imetokana na wimbo wake maarufu ambao aliutoa zamani kidogo na ambao ulipata nafasi kubwa sana ya airtime kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na sehemu zote zile ambazo walikuwa na access ya kupiga muziki. Basi wimbo wake huo ulimpa maarufu mkubwa kwa sababu ya namna ambavyo ulikuwa wimbo pendwa na mashabiki zake wa muziki wa Bongo Flava katika kipindi hiko. Sasa jana Samil Kinyulinyuli amefunguka na kuzima ukimya wa muda mrefu, kwa sababu ametumika kwenye muziki wa Bongo Flava kwa zaidi ya miaka 20, na siku ya jana amezima ukimya kwa kuamua kutangaza rasmi kuwa ameokoka na anaanza kutumika kama mwimbaji wa nyimbo za injili. Samil Kinyulinyuli amezungumza safari yake ya wokovu ilivyokuwa, kwa sababu wengi tunafahamu ni Muislamu, ni nini ambacho hasa kilimfanya abadilike kutoka kwenye Uislamu kuja kwenye Ukristo, lakini safari yake ya wokovu mpaka kuamua rasmi sasa natakiwa niimbe muziki wa injili. Amefunguka mambo mengi sana, lakini kubwa ni ujio wake mpya kwenye muziki wa injili na kazi yake ambayo ameipa jina Narudi, ambayo sasa hivi inapatikana kwenye digital platform zote. Msikilize Kinyulinyuli anatupa ufafanuzi wa namna safari yake hiyo ilivyotoka side A kuja side B. Ndugu zangu, nimewaalika kuita hapa kwa sababu uandishi wa habari ni mdomo wa masikio ya Watanzania na watu wote kwa ujumla kabisa. Mimi niseme kwanza nashukuru, asanteni sana kwa ujio wenu kwa hapa tulipo. Niseme Mungu awabariki sana na niwasalimu kwa imani zenu, lakini pia wale ambao wapo kwenye imani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimechagua iwe siku special, siku maalumu, ndio maana nimeita waandishi wa habari tuweze kuongea mawili matatu. Ni kwamba toka nimeanza kujiintroduce kwenye hii side B, kumekuwa na maswali mengi ya taharuki. Watu wamejiuliza imekuwaje Samil leo mbona yupo huku hivi, ni kweli ameokoka au ni kiki tu? Kwa hiyo napokea simu nyingi, pia naulizwa maswali mengi sana na watu tofauti. Nikasema niwaite waandishi wa habari leo iwe siku special, niweze kuongea na kutoa tamko langu kwa mara ya kwanza. Niseme ni kweli mimi nimeokoka, na kuanzia sasa na kuendelea naimba injili, kutangaza neno la Mungu katika maisha yangu yote toka sasa. Pia niseme namshukuru Mungu kwa kunipa afya na uzima nilionao mpaka leo niko hapa. Pia Samili ni mtoto ambaye nimezaliwa au nimelelewa katika maadili ya dini sana toka nikiwa mdogo mpaka hapa nilipofika sasa hivi kwa umri nilokuwa nao. Nimelelewa katika mazingira na maadili ya dini sana. Ndio maana hata hapa nilipo leo ni kwa sababu nililelewa katika maadili ya dini. Kwa imani yangu na malezi yangu ndio imenifanya mpaka leo niko hapa na tuko wote sote kwa pamoja. Leo natoa tamko rasmi. Wale ambao walikuwa hawajui wajue kuanzia sasa. Samil kutoka sasa na kuendelea katika maisha yangu yote ni mwimbaji wa injili. Kwa hiyo nitoe wito pia, niseme karibuni sana wale ambao mlikuwa mkinisikiliza katika nyimbo za Bongo Flava kwa wakati uliopita. Karibuni sana kwa tushirikiane kwa pamoja, tumtukuze Mungu na kutangaza sifa zake na utukufu wake mataifa yote, kwa sababu Mungu yupo kwa ajili yetu sote, na lengo la kutuumba sisi wanadamu ni kwa ajili ya kumwabudu tu. Mungu ameumba wanadamu ili tumtumikie na kumwabudu. Kwa hiyo mimi niseme
wito wangu kwa vijana pia, mtumikie Mungu ungali kijana na afya zako. Kitu kizuri tu pia. Mungu hupokea waliokosea kwa wakati wote na nyakati zote zile. Hata hiyo ulifanya kosa gani, Mungu kwake hana kosa kubwa ambalo anashindwa kukusamehe. Nichukue nafasi hii pia itambulishe wimbo wangu mpya ambao umetoka leo rasmi. Na kukaribisha kuitazama video yangu ya wimbo wangu mpya unaitwa Narudi. Narudi kwa sababu narudi, wimbo wangu unazungumzia maisha yangu au maisha ya mtu wote yule ambaye alipotea, alimsahau Mungu, alikuwa akifanya matendo ya ajabu yasiyompendeza Mungu, lakini akajitafakari, akagundua kwa kuna sehemu alikosea. Sasa ameamua kumrejea Mungu wake. Ndio maana ya wimbo wangu Narudi. Kutoka mbali kilomita, ni mtu ambaye nilishapotea huko, nishapewa maagizo ya kufanya. Ni mtu ambaye labda alitumwa sehemu fulani kwenda kufanya majukumu fulani, lakini ameachana na kule alipoagizwa, ameenda kufanya vitu vingine sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo huo wimbo unazungumzia Narudi, maana yake ndio hiyo. Kwa hiyo mimi niseme wimbo wangu unapatikana katika platform zote. Unaweza kutazama YouTube, yes, kwenye account yangu I am Samir TZ. Yes, kwa usisahau kusubscribe pia kwa wa kwanza, maana yake ndo tumeanza kabisa. Huu ndo mwanzo wangu. Leo ndo na introduce kwa mara ya kwanza wimbo wangu wa Injili. Kwa hiyo kuwa karibu na mimi, endelee kupata neno la Mungu katika maisha yako, alikujenge kwa imani yako. Karibuni sana. Mimi niseme asante sana. Cha kumalizia tu niseme katika Biblia, ukisoma Yeremia 1:5, Mungu anasema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Kwa hiyo kwangu mimi niseme Mungu alishajua kwa leo nitakuwa hapa na nyinyi waandishi wa habari, nitakuwa hapa kujitambulisha rasmi, kumtumikia Mungu wangu. Kwa hiyo Mungu alishajua kabla hata leo haikufika. Kwa hiyo maswali na taharuki zote jibu lake ndio hilo. Mungu anajua zaidi kuliko sisi. Alishajua kwa leo tutakutana before hata sisi hatujafikiri. Kwa hiyo Mungu amenipa kipaji cha kuimba vizuri, amenipa uwezo wa kuandika mashairi mazuri, amenipa sauti nzuri ya kuvutia. Lakini mimi mwanzo nilikuwa sijui naitumia wapi au nikitumia wapi kipaji changu alichonipa Mungu. Lakini leo nimetambua na nimejua, nimeamua kumwelekea Mungu wangu kwa kumtumikia na kuimba nyimbo za Injili, kutangaza neno lake, ikawe uponyaji kwa mataifa na mataifa. Asanteni sana. Karibuni sana. Wiki iliyopita kulikuwa na mijadala kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa Tanzania Joel Lwaga kuwa signed kwenye moja kati ya lebo kubwa sana Afrika iitwayo Empire Africa. Na watu wengi walivyoona kuwa Joel amekuwa signed au anafanya kazi kushirikiana na lebo hiyo, wengi walikuwa na tafsiri zao. Wengi walitoa maoni yao kuhusiana na hilo. Wengine walisema anapotea, wengine walisema ameanza kuingia kwenye ngome nyingine ambazo azimwamini Kristo na aziendani hasa na kile ambacho yeye kama mtumishi wa Mungu anakifanya kwenye huduma ya muziki wa Injili. Hilo lilimgusa Joel Lwaga kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye kwa mujibu wake anasoma comment na kufuatilia maoni ya wadau ambao huwa wanatoa kulingana na vitu ambavyo anavifanya kwenye karia yake ya muziki na maisha yake kiujumla, kama kioo ama kama mtumishi ambaye amekuwa influence watu wengi sana kumfuata Kristo kupitia nyimbo zake, lakini wakifuatilia maisha yake kama mfano wa kumwiga, kuhakikisha kwamba wanamlingana Mungu kupitia huduma yake. Joel Lwaga amekwazika sana na miongoni mwa comment za watu wengi ambazo wametoa kwenye mitandao ya kijamii, na yeye ameamua kuajia juu kwa kuzungumza wazi kuwa kwamba ifike kipindi wa Kristo ama watu waliookoka waache ushamba. Msikilize Joel Lwaga. Nyinyi wa Tanzania, nyinyi wa Tanzania, walokole wa Kristo, watu wa makanisani, baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu, mapilato, mmekuwa mapilato, yani mmekuwa mapilato, mna dictate vitu, nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema mtu aweje, mtumishi afanye nini. Na naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka tu hapa kwamba please acheni ushamba, baadhi yenu acheni ushamba. Telling you, this is very bad. Naongea kutoka moyoni.
na mimi huwa siongei, huwa mna throw a lot of things to me. Mimi mtu natupiwaga vitu vingi tu, kila mtu anaibuka huko anasema lake, huyu anasema hiki, anatafsiri hiki, na nimekuwa nikikaa kimya for so long. Nakaga tu kimya naangalia, na sio kwamba sioni, nasoma mitandaoni, naona vinavyoongelewa, wakati mwingine nashangaa. Lakini sasa kinachonishangaza nakuja kugundua kwamba yani mnazungumza vitu baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo, hujui kitu hata kinachoendelea, unaibuka tu unakotoka unaanza kusema tu Sasa hebu fanyeni basi hata research, hebu fuatilieni hata vitu kabla hujaingia. It's not just because una bando unaweza kucomment kwenye kitu fulani basi unaingia tu una comment. Sasa leo nimesema leo ngoja nisiwakalie zaidi kimya, maana unajua wakati mwingine ukikaa kimya uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano juzi tu hapa jana imedraw attention yangu kwamba nimesainiwa kwenye lebo ya kusambaza muziki ya Empire. Nimeshtuka, unakuta mtu anasema basi tena huyu tumeshamkosa, sija anasainiwa kwenye lebo. Sasa you just don't know, hamuelewi kwamba ukisikia lebo sio kwamba kila lebo ukisikia basi ni lebo ambayo inamiliki huyu mwimbaji au inamiliki huyu artist. Kama hivi mnavyosikia labda sisi kuna lebo ya Wasafi, sisi kuna lebo ya nini hizi zilizokuwa hapa Tanzania kwamba zinamiliki. Hamjui kwamba kuna kitu kinaitwa distribution company label. Yani ni lebo ambayo sio kwamba inamiliki huyu mwimbaji, hapana, lakini inasambaza kazi zake, kwa sababu hizi Spotify, hizi Apple Music huwezi kuziweka wewe binafsi. Yani wewe kama wewe mtu tu ukaingiza wimbo wako kule, unatumia kampuni kuingiza nyimbo kule, uweze, hawakutambui wewe, hawakutambui mtu, wanatambua hizi kampuni ambazo ndo zinaweza kuingiza muziki kule. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia DistroKid, tukaja kutumia hizi CD Baby. Mtu alikuwa ni lazima uji-enroll uingie DistroKid ndio uweze kuifanya nyimbo yako DistroKid waiweke huko Spotify. Sasa mtu anakurupuka tu. Na ndio the same hizi kampuni kama hizi Empire ama ambao nilikuwa nafanya nayo kabla Empire, ni kwamba what they do, wanachukua ile nyimbo yako, wanaingiza kule, wanasimamia distribution kule, kwa wao wanakata percentage yao ya kusimamia kuzisambaza kazi zako kule kwenye hizi Spotify, Apple Music, sijui nini zote zilizoko huko. Ndivyo tunavyofanya, na hakuna muimbaji yoyote duniani ambaye anaingiza nyimbo zake mwenyewe huko. Yani mimi sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Ndivyo inavyokuwa. Hata hao waimbaji wengine wote, hata wewe unayemuona wa kiroho vipi, hata kuna muimbaji unamuona unasema huyu akiimba yani mbingu inageuka chini miguu juu, anatumia kampuni nyingine hizo zilizopo kwa ajili ya kusambaza, ambazo hizo kampuni sio za Wakristo jamani. Sio za Wakristo, hakuna kampuni ya Kikristo inayofanya hivyo. Anawezaje kufanya hizo kampuni, anaingia ambazo hizo kampuni anashiriki nuru na giza wapi na wapi jamani? Hizi kampuni hazijali kuhusu muziki wako ni wa gospel ni na nini, wao wanafanya wanasambaza. Ndio maana humo waimbaji wote mnaowajua huko Nigeria wote mnaona wa kiroho, hao ndio wa kiroho wamepitiliza. Hapa Tanzania wapi? Hapa Tanzania wanaogopa tu kuambia mimi nimekuwa wa kwanza kuingia Empire, lakini hao wengine wanafanya na kampuni nyingine, ila hawasemagi kwa sababu wanajua wakisema Mapilato nyinyi mtawarukia juu, mtaruka nao, mtawasema, mtawafrustrate, wanaogopa. Sasa mimi siogopi, bahati mbaya. Ndio maana naweza kusema, na maana naweka mambo yangu wazi kwamba nafanya kazi na kampuni fulani. Nimepigiwa simu, nimehojiwa, nasema. Lakini mmezidi, mna frustrate mno watu, mnawapanda kichwani, hamjui hata kinachoendelea. Kwa leo hapa kuna watu wanaamini mimi nimesainiwa kwenye lebo kana kwamba niko chini ndo namilikiwa. Hapana. Mimi nafanya kazi binafsi. Mnajua, mnaonaga, hata angalia nyimbo zangu pale chini imeandikwa Ospo. Mimi nafanya kazi na kampuni ya Ospo. Ambayo hiyo Ospo, yani nitawapa elimu siku nyingine. Mimi mwenyewe ninamiliki lebo yangu inaitwa Heaven Culture. Heaven Culture ni lebo yangu, mimi ndo ambaye huku chini naacha vipaji vingine, lakini mimi kama mimi ni free artist, similikiwi na lebo yote. Nafanya na managing company ya Ospo ambao ni ndugu yangu Alan, ina manage kazi zangu, ni managing company. Lakini pia kwa huku nje sasa, ili mziki wangu niweze kuusambaza huko nje zaidi, ndio maana nafanya kazi sasa na Empire. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni nyingine siwezi kuitaja sasa hivi nafanya na Empire. Sasa mimi nawashangaa, you don't know things, hamfahamu, mnakuvuka navyo tu. Jamani, hebu acheni hizi mambo. Acheni. Na nyinyi wengine ambao sijui huu mdundo sio wa gospel, hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel sio muziki, sio music. Gospel ni ujumbe. Kinachotenganisha ni ujumbe. Ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambao nyinyi mnasema huu, hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel, au nyimbo zenu hizo mnazoamini hizi ndo za gospel.
nikichukua hilo beat, nikichukua huo muziki, nikabadilisha maneno, nikaweka maneno machafu, nikaweka maneno ya mapenzi machafu kama wanaimbaga watu wengine, nikaweka huo muziki utabaki kuwa gospel. Nikiuplay mtauita wa gospel. Nini kitakuwa kimebadilika? Nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat. Gospel is not about a beat, it's about a message. Ndio maana leo jamani, mimi nikiwa nakuwa, kuna nyimbo nilikuwa nasikiliza, nilikuwa sijui lugha yake, niko Tukuyu huko, kuna wimbo wa nani hao wanaitwa Westlife, ulikuwa unaitwa Queen of My Heart. Kwa sababu nilikuwa sijui Kiingereza, nanyosha mikono juu na abudu kabisa, kumbe kwa sababu ya ule utulivu. Hivi ngoja niwaambieni kitu. I'm sorry, najua mnazisikiliza hizo nyimbo na wengine mtajifanya msikilize. Hivi Celine Dion nyimbo zake zinazidiwa utulivu na shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. I'm sorry to say this for my brother Edson. Lakini hivi wimbo ule kama ule shetani amekalia misumari una utulivu kama nyimbo ya Celine Dion zile. Kwa Celine Dion, kwa sababu nyimbo zake ni za taratibu, zina utulivu, zile ni za gospel. Gospel sio muziki wa taratibu. Gospel sio muziki wa utulivu, ni message. It's a message. Ndio maana leo mtu aliyoko India, anaimba India huko, Muhindi akiokoka akaanza kuimba akaanza kuimba muziki wa injili, anamsifu Mungu, anamsifu Yesu. Nyinyi kwa sababu hamjui hiyo lugha, nyinyi mnaweza mkaskip mkijua ni beat, ni yale masongi ya kwenye movie zao, masongi ya Kiindia kuchikuchi yale, utaskip kwa sababu hujui. Lakini kwa sababu yeye ameimba gospel, lakini ndio muziki wake, ndio utamaduni wake. Kwa mimi ninaweza kuimba any kind of mdundo as long as message yangu ni gospel. Gospel nini? Ni habari njema. Nitaimba kuhusu Mungu, nitaimba kuhusu Yesu, nitaimba kuhusu mambo aliyonitendea, nitaimba kuhusu ufalme wake, kuhusu neno lake, kuhusu yoyote yanayohusiana na Mungu. But using any kind of beat, because music is not about a beat. It's about message, guys. Stop it. Acheni ya mambo. Acheni kwa frustrate waimbaji, mmezidi. Mimi naombeeni kweli, mimi siwajibugi nakaa kimya. Ninasema a lot of things nakaga kimya. Lakini acheni kufanya hivyo. Mwisho wa siku waimbaji wanaoogopa, hawawezi kujitanua mipaka yao, hawawezi yani kuna vitu wanaoogopa. Kwa sababu mmewakalia hapo juu, mnataka kuwaamulia. Yani mimi leo kusaini na Empire kwa ajili ya kunisambaza. Huyo ni Joel Lwaga akiwa anazungumza hasa kuhusiana na lile ambalo yeye ameona ni ushamba kwa baadhi ya walokole ama Wakristo, watu wanaomwamini Kristo, kutokufahamu baadhi ya mambo na kurudi kwenye mitandao ya kijamii kucomment pasi kujua ukweli ama uhalisia wa jambo husika. Joel amezungumza kwa hisia, kitu ambacho wengi wameweka comments zao. Wengine wanasema ni heri angenyamaza kimya kwa sababu haikuwa na sababu ya kujibu ama kuwajibu watu hao ambao kimsingi pengine ni kweli hawana uelewa wa mambo, lakini pengine hisia zao au mitazamo yao inawatuma kutazama mambo katika engo hiyo. Lakini wengine wanasema ni heri amejibu, amevunja ukimya kwa kuweka bayana ama kuweka wazi jambo husika, ili kuvunja ile migongano ya kifikra, migongano ya kimitazamo kwa baadhi ya Wakristo, hasa yeye ambao wamekuwa wakimfuata kama wafuasi wake, ili wasipate mtafaruku katika mitazamo ama mgongano wa kimitazamo kuhusiana na jambo hilo, yeye kufanya kazi na Empire Africa. Weka comment yako hapo chini, tuambie una mtazamo gani juu ya Samil Kinyulinyuli kuokoka na kuanza kutumika kama mwimbaji wa nyimbo za injili. Lakini una mtazamo gani kuhusiana na maoni Joel Lwaga baada tu ya comment za wadau wengi kwenye mitandao ya kijamii kumwattack kwa nini ameanza kushirikiana na lebo ambazo watu wakizitazama wanaona kama kuna udunia mwingi na yeye ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Weka comment yako hapo chini kupitia The Fresh ya Chomoza Digital. Usisahau kusubscribe, turn on notification, kisha una share ujumbe huu na ndugu jamaa na rafiki ili wote wawe wafuasi wa The Fresh ya Chomoza Digital. Naitwa Evans Kaz.